Swali ambalo linawasumbua Watanzania wachache wanaojali kuhusu nchi yao ni je, tumefikaje hapa tulipo sasa? Lakini swali jingine ambalo pengine ni la muhimu zaidi ni kwamba je, tunatokaje hapa tulipofika? Nimesema swali hili linaulizwa na Watanzania wachache kwa sababu kwa bahati mbaya kama taifa ni watu wachache tu ambao wanasumbuliwa na haya yanayoendelea. Ni watu wachache wana muda wa kutafakari kuhusu hilo swali ambalo nimelitaja hapo awali la nchi yetu imefikaje hapa ilipo, lakini kubwa zaidi nchi yetu inatokaje hapa ilipo. Lakini pia wale ambao wanatatizwa na kuendelea kuwepo hapa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa maana je, kama hali itaendelea kuwa jinsi ilivyo, huko mbele kutakuwaje? Ni watu wachache wanaosumbuliwa na hilo. Na watu hawa wachache, miongoni mwa watu hawa wachache, unaweza kufanya utafiti wewe mwenyewe na kuwabaini walipo. Kuna sehemu moja kwenye mtandao wa kijamii unaitwa Clubhouse, pengine umeshawahi kutumia. Kuna watu wanaitwa Sauti ya Watanzania. Mimi niliwasikia muda si mrefu, nilikuwa sifahamu kama kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo nilianza kutembelea, huwa natembelea mara kwa mara kusikiliza watu wanachoongea. Hawa kwa idadi kubwa ni Watanzania walioko nje ya Tanzania, diaspora naitwa. Na ukitembelea huko utagundua takriban vitu vitatu. Cha kwanza ni hicho nilichosema kwamba idadi kubwa ni Watanzania walioko nje ya Tanzania. Cha pili, wengi wa wachangiaji ni watu wenye uelewa mkubwa wa yanayoendelea Tanzania zaidi ya Watanzania wenyewe. Lakini cha tatu, na hiki kwa kweli ndio pengine kinagusa zaidi, ni uchungu walionao watu kiasi kwamba mara kadhaa kuna watu wamelia wakati wanaongelea masuala mbalimbali yanayohusu Tanzania. Iwe ni kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu, kufunguliwa uhaini, kutekwa kwa Mdude, kupigwa kwa shambulio dhidi ya Askofu Kitima, Padre Kitima na matukio mbalimbali yanayoendelea huko nyumbani. Kuna watu wamelia, yani mtu anaongea anashindwa, kama mlivyomuona wakili msomi Peter Kibatala jana wakati anaelezea kuhusu madhila yanayomkumba Mheshimiwa Lissu. Sasa na hii inaleta tafakuri kuhusu hawa watu wa Sauti ya Tanzania, kwa sababu idadi kubwa kama nilivyosema ni watu ambao wako nje ya Tanzania. Sasa kuna msemo au kuna imani kwamba hata ukiwa nje ya Tanzania bado yaliyoko Tanzania yanakugusa kwa namna moja au nyingine. Binafsi naweza kusema kwamba msemo huu unakuzwa zaidi kuliko hali halisi jinsi ilivyo. Kama uko nje na unajimudu na unaweza kusaidia ndugu zako kwa kuwatumia fedha, ndugu jamaa na marafiki wakajisupport, kwa kiasi kikubwa hiyo inatosha, kwa sababu unaanza na kile kinachokuzunguka wewe mwenyewe. Lakini ni muhimu kwa hata kama unaisupport familia yako, kujali wanaoizunguka familia yako. Na hili nadhani ndio hasa linawasukuma watu wengi kwamba japo nipo nje, nina kipato, ninaweza kuwasaidia ndugu jamaa na marafiki, lakini it's not just about my family au ndugu jamaa na marafiki, bali taifa kwa ujumla, jamii kwa ujumla. Kwa hiyo watu wanakwenda beyond kusaidia familia zao na kutaka kulisaidia taifa. Na kwa nini nasema hivi? Kwa sababu hawa jamaa wa Sauti ya Watanzania kwa kiasi kikubwa ndio waliogharimia safari ya Mheshimiwa Tundu Lissu kutoka kwenye umakamu mwenyekiti wa Chadema mpaka kuwa mwenyekiti wa Chadema. Walimchangia fedha, raise funds za kutosha kwa ajili ya shughuli za Mheshimiwa Lissu mpaka akafanikiwa. Nadhani walichangia hata ule ukumbi wakati alipofanya press conference kuhusiana na dhamira yake ya kuwania mwenyekiti wa taifa wa Chadema.
Lakini pia baada ya Chadema kuja na no reform, agenda ya no reforms no election, jamaa hawa wengi walikuwa wakifanya, ukienda kwenye hizo sessions zao kwa Clubhouse, walikuwa wanafanya fundraising, wanachangishana fedha. Na wakati mwingine kwa usiku mmoja wanachangisha inapatikana zaidi ya shilingi milioni 1 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo wamechanga kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya kusaidia no reforms no election, kwa sababu walikuwa naamini na wanaendelea kuamini kwamba dhamira ya kampeni hiyo ni nzuri na itakuwa na mafanikio mazuri. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinalihangaisha hili kundi ni kuhusu mustakabali wa Tanzania huku tunakoelekea, na ni watu wenye uelewa wa kutosha kuhusu Tanzania yetu. Kwa hiyo swali linabaki kwamba kwa nini sasa watu walioko nje ambao most of them tunaamini kwamba wana uwezo wa kusupport familia zao na wakaishia hapo, kwa nini waguswe kiasi hiki zaidi ya watu walioko ndani ya Tanzania ambao ndio wahanga wakubwa, watu ambao wanakumbana na hizi changamoto ambazo hawa watu wa nje wanajaribu kuzihangaikia, kuzishughulikia, lakini hawa walioko ndani vipaumbele viko kwingineko. Nataka kukupa mfano mmoja ambao hutoupenda. Mimi najitahidi sana kuendelea kufanya hizi kuleta hizi makala hizi kwenye channel hii ya Jasusi TV, lakini wengi wenu na hata kwenye comments baadhi ya watu wanasema kwamba bwana kaka, jitahidi bwana, mbona views unapata kidogo sana? Unaelewa, unaweka kweli video ambayo unatumia muda, kwa sababu kama unataka kutengeneza kitu chenye umakini hauwezi kukurupuka kwamba kila siku labda uweke tu vitu, utengeneze tu mada za kuvutia, kwa sababu kuna njia ya kuvutia kupata watu, kupata views ni rahisi sana. Kuna namna fulani ambavyo ukiweka kichwa cha habari namna fulani, ukaweka picha za namna fulani, watu wataclick ili na mtu akitembelea, akigusa, akiangalia dakika moja tayari na count kama view kwenye channel yako. Kwa hiyo ni rahisi, lakini what's the point ya kutaka kuwavutia watu, kuwahadaa watu waje waangalie, wapate clicks nyingi na nini? Lakini ndio mbinu ambayo inatumiwa sana na hizi online TV za Kitanzania. Vichwa vya habari vya kuvutia, lakini ndani ukienda hakuna kitu chochote. Lakini huwezi kuwalaumu wanaofanya hivyo, kwa sababu pia nao wanakidhi matakwa ya Watanzania. Idadi kubwa ya Watanzania wanapenda ubuyu. Sasa ukileta uchambuzi kama huu, ni watu wachache kwa kweli ambao wanakuwa na interest, na binafsi nawashukuru sana hao wachache. Na juzi hapa kuna bwana mmoja aliandika kwenye comment kwamba kaka, afanye jitihada basi uangalie utapataje views za kutosha, kwa sababu views zinasuasua. Mimi binafsi sisumbuliwi na idadi ya watu wanao view, kwa sababu sitengenezi hizi makala kwa ajili ya views. Natengeneza hizi makala kama mchango wangu kwa taifa. Nimewahi kulitumikia taifa langu huko nyuma katika nyadhifa mbalimbali. Kwa zaidi ya miaka 20 nimekuwa nikilitumikia taifa kwa namna ya kuhabarisha, kuelimisha, aidha kwa njia makala, na sasa nimehamasika kutumia hii channel ya Jasusi TV. Kwa hiyo wakitokea watu 100 kuangalia nilichoweka, good. Wakitokea 10,000 nashukuru, inapendeza. Lakini kwangu haya ni maongezi yangu mimi mwenyewe, na naweza kuchambua vitu fulani vinavyohusu nchi yetu na vitu kama hivyo, lakini sio views, sio kipaumbele changu. Lakini ni ukweli ambao tunauona na kabiliana, na kama utasala ni swala view, utaachana na vitu hivi, kwa sababu voice notes za Haji Manara zina trend yani. Kwa hiyo itabidi, kama na wewe unataka views, itabidi uache kujadili kuhusiana na masuala ya Mheshimiwa Lissu au Fadha Kitima au Mdude au kesi ya uhaini hiyo ya mchongo iliyotengenezwa, uhamie kwenye agenda za kina Haji Manara kwamba wewe sijui voice notes, sijui unasema hiki na nini, kwa sababu hizo ndio zinazo trend. Hicho ndio Watanzania wanapenda. Unaona, kwa hiyo hii ni changamoto. Sasa tunarudi kule katika swali la msingi la huko tulikotoka, imekuwaje tumefika hapa tulipofika? Hali sio nzuri. Kuna mengi yanayojiri nyumbani si mazuri. Na kwa kusema hivi, sio wengine tunajiingiza kwenye matatizo. Mimi binafsi katika takriban wiki kadhaa sasa, kwanza akaunti zangu mbalimbali zilitaka kudukuliwa, lakini hii ni kitu endelevu. Akaunti zangu mara nyingi watu wanataka kuzidukua. Lakini pili, kuna na wimbi la matusi, maneno machafu nayaona mtandaoni, unaona, ili kudiscourage, kwa sababu moja ya vitu ambavyo
haitakiwi kuvifanya katika zama hizi ni kuongea ukweli. Lakini si tu kuwa ukweli, miongoni mwa maadui wakubwa wa taifa letu ni watu wenye uwezo japo kidogo, wenye akili. Ukiwa na akili japo kidogo, basi wewe ni mtu hatari. Na sio kile tulishawahi kuitwa watu hatari, kwa sababu unatakiwa uwe na akili zinazotosha kuendeshwa na hizo voice notes za kina Haji Manara, ubuyu na vitu kama hivyo. Lakini ukiwa na uwezo wa kufikiria beyond hivyo vitu vya kupita ambavyo havina tija katika maisha, basi unaonekana hatari. Na tawala zote ambazo zina elementi za ukandamizi huwa mara nyingi zinahofia watu ambao wana uwezo wa kufikiria na kutoa mwongozo. Mimi binafsi huko nyuma katika utumishi wangu serikalini, moja ya vitu ambavyo naweza kusema nilinufaika navyo sana ni kupata fursa ya kuwaelewa Watanzania, na niliwaelewa Watanzania kupitia makabila. Nilizunguka Tanzania nzima na nikawa najihangaisha kuelewa makabila takriban yote ya Tanzania, vile vitu vya msingi vinavyohusiana na makabila. Huwezi kuelewa kila kitu, lakini hili nisaidia kuyaelewa makabila, na ukielewa makabila utawaelewa watu in general, kwa sababu mtu kutoka katika kabila fulani haimaanishi kuwa atakuwa na tabia ya namna fulani. Sio lazima atakuwa hivyo, lakini wengi wanakuwa na tabia hiyo. Na baada ya hapo nimejihangaisha sana kuelewa kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita psyche. Psyche ndio mzizi wa neno psychology, yani saikolojia. Na psyche ni jinsi, basically, kwa nini mtu anafanya vitu namna fulani, kwa nini mtu ana behave in a certain way. Kwa hiyo psyche ya taifa la Tanzania ni kwa nini Watanzania wengi wanachukulia mambo poa, yale ambayo ni ya msingi kwao, au vipaumbele vipo kwenye ubuyu, kwenye mkeka kubeti, kwenye connection, mambo ya picha za ngono, kwenye shisha na kwenye uchao. Kwa nini haya mambo ni ya muhimu zaidi kuliko mustakabali wa taifa lao? Kwa hiyo ukiangalia psyche ya taifa, ukistudy psyche ya taifa utaelewa. Na nimalizie kwa mfano mmoja. Kuna mtu mmoja muhimu sana ambaye nilifahamiana naye miezi michache iliyopita. Huyu mtu ni mmoja wa wazalendo wakubwa kabisa katika niliyowahi kukutana nao katika maisha yangu. Sasa yeye alikuwa mstari wa mbele, ni shabiki wa Chadema, alifanya kila jitihada, alichangia jitihada za Chadema mpaka Mheshimiwa Lissu akashinda. Then nilivyokuja agenda ya no reform, alikuwa na matumaini makubwa sana kwamba sasa ni wakati wa mabadiliko. Lakini mimi nilimtahadharisha, nikamwambia mimi Watanzania na wafahamu, nimewasoma kupitia makabila yao, na sasa niko busy na kuielewa psyche ya Watanzania. Long story short, tumeishia kukorofishana, kwa sababu sio tatizo, sio mimi, wala sio kama mimi nahusika na yanayotokea, labda kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu. She is too frustrated na yanayotokea, na I feel kwa nini anaumia. Watu wenye uchungu wanaumizwa sana na haya yanayoendelea. Anyway, niliona niongelee kuhusu haya. Asanteni na kwaherini.